Ofisi ya mawasiliano ya umma Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu RGC imetoa taarifa namba 46 ikitangaza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Kuwait na kutoa onyo la moja kwa moja kwa serikali ya Uingereza. Katika taarifa hiyo, RGC ilianza kwa kuwashukuru wananchi wa Iran kwa kuendelea kuunga mkono jeshi na kwa msimamo wao wa kimapinduzi, ikisema kuwa mshikamano wa wananchi ndio chanzo kikubwa cha ari, imani na nguvu kwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo. RGC ilieleza kuwa operesheni ya kijeshi iliyotajwa kwenye wimbi la 26 ilizinduliwa kwenye jibu la shambulio la Marekani lililofanywa alfajiri dhidi ya mahujaji waliokuwa wakielekea mji wa Kabara. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio la Marekani lilidhihirisha kile lilichokiita tabia ukatili na ukosefu wa huruma wa Washington. Katika operesheni hiyo, RGC ilisema vikosi vyake vilifanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika kambi ya Al-Udail nchini Kuwait, ambapo mashambulizi hayo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, yaliharibu kitengo maalum cha Marekani cha vita vya kielektroniki, yakalenga maeneo ya malazi ya wanajeshi na kusababisha vifo pamoja na majeruhi, pamoja na kuharibu mnara wa kudhibiti safari za ndege za kambi hiyo. RGC pia alizungumzia kauli za hivi karibuni kutoka Washington kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa jeshi hilo, Marekani imeshindwa katika medani ya vita na sasa inajaribu kutumia mbinu za udanganyifu ili kupata nafasi ya kujipanga upya. Iran ilisema kuwa adui lazima wajibike kwa kuvunja ahadi zake, wakiweka mkazo kwamba itakubali usitishwaji wa vita wala hilo unaolenga kuipa Marekani muda wa kujaza tena akiba yake mafuta na silaha kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi mapya. Ikieleza mapigano hivi karibuni, RGC ilidai kuwa baada ya mapigano kuanza tena, vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi ya kutumia makombora cruise yaliyofyatuliwa kutoka meli za kivita katika bahari ya Hindi. Baada ya makombora hayo kuisha, taarifa hiyo ilisema Marekani ilianza kutumia ndege za kivita aina B-1 zilizoruka moja kwa moja kutoka kituo cha anga cha Rough Fairfield nchini Uingereza. RGC ilikariri msimamo rasmi wa Irani kwamba kituo chochote cha kijeshi kitakachotumika kuwezesha mashambulizi dhidi ya ardhi ya Iran kitachukuliwa kuwa shabaha halali ya kijeshi. Mwisho wa taarifa hiyo, RGC ilitoa onyo kali kwa serikali ya Uingereza, ikieleza London kuwa chanzo kikuu cha matatizo ya kihistoria katika eneo la Mashariki ya Kati, ikidai kuwa historia ya Uingereza inajumuisha kugawanya nchi za Kiislamu, mauaji ya raia, kuweka tawala za kiimla na kushiriki katika kupanga ukaliaji wa Palestina. Ikionya kuhusu ushiriki wa Uingereza katika hatua za hivi karibuni za Marekani na Israel dhidi ya Iran, RGC ilitaka serikali ya Uingereza kutoongeza alama zaidi katika rekodi yake ya kihistoria. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani uamuzi wa Uingereza. Wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia imetoa taarifa ikilaani vikali uamuzi wa serikali mpya ya Uingereza kuruhusu Marekani kutumia vituo vyake vya kijeshi na miundombinu yake ili kuwezesha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Tehran ilisema hatua hiyo inakiuka wazi misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa UN Charter pamoja na sheria za kimataifa, ikirejea kifungu cha 3F cha azimio la 3314 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linafafanua maana ya uchokozi. Wizara hiyo ilisema kuwa kutoa vituo vya kijeshi kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran kunahesabika kuwa vitendo vya uchokozi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, viongozi wa sera za Uingereza wanafahamu kwamba mashambulizi ya Marekani yanayofanywa kwa ushirikiano na Israel ni kitendo cha wazi cha uchokozi na ukiukwaji mkubwa wa kanuni za lazima za sheria za kimataifa. Wizara hiyo iliweka mkazo kwa nchi yoyote inayoshiriki au kusaidia maandalizi na utekelezaji wa mashambulizi haya haramu itahesabika kuwa mshirika katika vitendo vya uchokozi na uhalifu wa kivita. Wizara hiyo pia ilikosoa London kwa kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kisheria na wa kimaadili kama wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Badala ya kulaani mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, ilisema serikali ya Uingereza imeamua kuunga mkono mataifa yanayoendesha uchokozi, hatua ambayo imeathiri madai yake ya kutetea utawala wa sheria, haki za binadamu pamoja na amani na usalama wa kimataifa.